Katika lesson hii tutakwenda kukamilisha kuweza kufanya full CRUD operation katika URL zetu baada ya kuweza kutengeneza templates katika Django yetu. Jina langu ni Mohamed Hafidh Mohamed kutoka Soma Taaluma, ambapo tayari tumeshakava na tumeshamaliza kuhusiana na Django. Kishobakia ni kuweza kuimplement URLs ambazo zimebakia, lakini vile vile kwenda kufanya testing ya project yetu hii ambayo tuliweza kuitengeneza. So tutaelekea moja kwa moja katika app yetu ya library, then tutashuka moja kwa moja katika URLs. So kwa upande wa URLs tunazo hii main ambayo ina name ya home na about. Kwa maana hiyo sasa hivi tunahitaji kuweza kuwa tuna other URLs ambazo za hizi pages nyingine ambazo tutakuwa tumeweza kuzitengeneza. Maybe tunaweza kuweka comment tukaambia kwamba ni book URLs. Control Z. Okay, ni books URLs. So kama kawaida inabidi tuweze kuwa tuna path. Ndani ya path inabidi tuweze ku specify ile ni URL husika, books slash comma ni book list view .as underscore view, then namwambia comma name hiyo ni sawa sawa na book minus list. Okay, unawezekana kama umeshangaa kidogo na ikawa unajiuliza kidogo, kwa nini tumetumia book list view? Okay, list L inabidi iwe kubwa as view. Okay, kuna vitu vya kuweza kuvi-import katika Django. Hiyo URLs tume import path, lakini katika views tume import kila kitu, and maybe tutahitaji pia kuweza from.views to import book list view. Tutahitaji ku import book delete ikuwepo, book create lazima ikuwepo. Tuna book details, kisha tuna book update. So zote tupo nazo. Okay, so hapa katika lesson za mwanzo kabisa tulitengeneza path, tukamwambia views.about. Tukaifungue katika faili letu la views, tuangalie maybe views. Yes, ile hapa. So tukiangalia katika views, katika upande wa hii home pamoja na about, hizi zilikuwa ni function based. Ndio maana katika URLs moja kwa moja tulimwambia views.about. Lakini kwa vile hizi nyingine, kwa mfano kama hii book list view, hii ni nini? Ni class. Lazima utumie ile book list view class yake, alafu unaipass as a view, then ndio unakwenda kuipa jina. Kwa maana hiyo ina depend na aina ya views utakayotumia, kama utatumia ni functions ama utatumia classes, lakini best recommended way ni kuweza kutumia classes. So it means kama utakuwa unatumia classes, path zako zitakuja katika muundo kama huu hapa. Kama utakuwa unatumia function, zitakuwa zinakuja katika muundo kama huu hapa. So tuendelee na ku create path zetu, ambapo tutakuwa tuna path, ambapo path yetu ya pili inaweza ikawa ni books slash, tunaweza tukapass integer ambayo ni primary key to slash kwa ajili hii ya kuweza kupata zile details ya page husika. So itakuwa ni book details view dot as underscore view. Okay, bila shaka na utahitaji kuweza kuipa name, ambayo name hizi tulishazitumia katika sehemu nyingine kule katika templates na sehemu tofauti tofauti. Itakuwa ni book minus detail, then vile vile tutakuwa tena tuna path ambapo tutakuwa tuna books slash maybe new slash kwa ajili ya kuweza ku create mpya. So bila shaka na itakuwa ni book create view dot as view, ambapo nayo itakuwa ina name ya
book minus create. Then baada ya hapo tutakuja tena tuta specify path ambapo tutakuwa tuna tuna books slash maybe tukapitisha tena integers ambayo ni primary key, tukamwambia slash edit slash kwa ajili ya kuja ku edit hapo, so itakuwa ni book update view dot sview ambayo name itakuwa ni book minus update. Vile vile tutahitaji kuweza kuwa tuna path okay, ambayo itakuwa ni books slash vile vile nayo tuta pass integer ambayo ni primary key, then tutamwambia tutaifunga na moja kwa moja tutamwambia delete slash okay, then na itakuwa ni book delete view dot sview, nayo name itakuwa ni sawasawa na book minus delete. It means ya kwamba sasa hivi tunazo URLs zetu zote hizi hapa default home. Tukienda slash books ina maana tuweze kuziona list ya vitabu tu, lakini tunazo tumepass edit new, tuna primary key na hiyo hapo. So I think katika templates zetu maybe tunakuwa katika library tunayo form kwa ajili ya kuedit pamoja na kuedit, maybe pengine tutahitaji kuweza kuwa tunayo ya list, so tutakuja ama maybe to create kabisa kwa vile haitakuwa ni kubwa, tunaweza tukaunganisha katika lesson hii. Okay, so tunaweza tukaita maybe ni book underscore list.html. Okay, so tukumbuke hivi tulizitumia huko nyuma, think yes, hizi hapa tulitumia book list_html, tuna book details html, tunayo book underscore form.html, zote huku tayari tunafahamu. Tuna book confirmation delete, sawa. So tukirudi katika nini yetu hii ambayo tumeitengeneza sasa hivi, so nayo hebu tuitengeneze chapu. So kama kawaida inabidi tuweze ku extends, alafu tuna extend kitu gani? base.html. Pamoja zetu mwisho huku tuta start vile vile kama kawaida, ambayo tunamwambia ni block, alafu tunamwambia ni content. Okay, so hapo tutakuwa tuna margin button maybe iwe kama ni 6 hivi. Okay, tuendelee ku style kidogo, maybe tunaweza tukaipa iwe ni flex, justify between items, maybe center. Okay, and then hapa tunaweza tukaipa heading 2, ambapo hii kama ni orodha ya vitabu, nayo tunaweza tukaistyle, so maybe hii iwe ni font zake kubwa kidogo, so iwe ni maybe ni 3XL, font ziwe ni bold kwa moja. Okay, baada ya hapo nafikiri tuwe tuna link ambayo tutakwenda kupass moja kwa moja, maybe URL ambayo iwe ni book minus create kwa ajili ya kuweza kutengeneza. So tunaweza tukaipa class nayo ikawa ni background, maybe iwe na green, maybe green yake iwe kama ni 600 hivi, think itakuwa imetosha. And then maybe tunaweza tukaipa color text, maybe pengine ziwe white, text minus white, px minus 4, py minus 2, maybe rounded iwe ni hover, big G minus green,
minus 700. Okay, so link yetu itakuwa hiyo hapo. So maybe katika text hapa tunaweza kwa sasa hivi tukaingiza maybe plus sign hiyo hapo, ongeza kitabu kipya, and then baada ya hapo maybe tunaweza tuka create division nyingine, grid. Okay, so hapo tutakuja tutepa percent, tutaambia tutakwenda kufanya loop for book in books. Okay, tutafanya loop, maybe tu style kabisa hapa, tunaweza tukaipa maybe gap iwe ni 60, pengine ikiwa katika medium grid, columns iwe ni 2, ikiwa katika large screen grid, columns ziwe 3. Okay, then maybe hapa tunaweza tukawa tuna background white, and then tukawa tuna ni rounded large, afu kuna shadow medium, padding iwe 6 labda. Chingine maybe tuwe tuna kitabu, jina la kitabu lile. Okay, maybe itakuwa ni heading 3. Tunaweza tukamwambia moja kwa moja ni book.title, maybe twist style kidogo. So title yetu kwa vile hii itakuwa ni title, so iwe ni text XL, ziwe ni kubwa kidogo, font iwe ni semi bold, alafu margin bottom iwe ni 2. Okay, so maybe tutahitaji paragraph, tuna paragraph zetu 3. So katika hizi paragraph tutahitaji tuweze kuingiza class ambazo zina text gray iwe ni 600, margin bottom iwe ni 2. Maybe hii ya mwisho kabisa, kwa vile itakuwa na mwisho, tunaweza tukaipa 4. And then hapa tukaja tukaandika mwandishi, then tukazipa ikawa ni book.author, and then hapa tunaweza tukaja tukaandika aina ya kitabu, so tukaja tukamwambia book.genre. Okay, so maybe tukahitaji nakala zilizopo, yani copy zile zilizopo, so tutamwambia ni book.available_copies. Bila shaka hapo itakuwa tayari. And maybe tunaweza tukawa tuna details, so okay, maybe we need flex, and then to style zaidi pengine tuna space x2. Okay, so hapa moja kwa moja tunaweza tukaipa link yetu ambayo reference yetu tukaipa percent yetu, ambia URL iwe ni book detail, and then tuna pass na book.pk. Primary key yake tunaipass kabisa wakati user atakapo click hii link. So nayo tunakwenda katika classes, maybe tunaweza kuipa bg blue 500 and text white, lakini vile vile tutahitaji px maybe iwe ni 3, py maybe iwe ni 1, iwe ni rounded button, iwe ni text maybe iwe ni small, atakapo hover mtu iwe ni blue, izidi kidogo iwe ni dark. Okay, then hapa tunaweza kuandika maybe angalia, yani ndio ile details. Same kitu hichi tutakuwa tunacho kwa ajili ya update.
So tuambia sorry. Okay, hyperreference nayo vile vile tutakuwa tunazo percent zetu, itakuwa ni URL, itakuwa ni book minus update. Same nayo inabidi tupitishe primary key ya book, and maybe katika class tutakuwa tuna background yellow, maybe 500. Okay, and baada ya hapo tutakuwa tuna text white, maybe tunaweza kuwa tuna padding kama ni 3, y kama ni 1, alafu vile vile iwe ni rounded button. Text nayo vile vile iwe ni small, lakini vile vile mtu atakapo hover background iwe ni yellow, lakini izidi kidogo. So hapa tunaweza tukamwambia ile kwamba ni hariri, au tunaweza tukasema update. Ni Kiswahili kidogo, maybe kinaweza kawa kina utata, lakini ndio itabidi tuweze kutumia zaidi ili tuweze kufahamiana kwa uzuri zaidi. So bila shaka inabidi tuweze kuwa tuna option ya, kwa vile hapa tuna option ya kuweza kuview details, option ya kuweza ku-update. Hapa juu tunayo option ya kuweza ku-create, na maana tumebakisha option ya ku-delete. So maybe for better code readability, hii nishushe chini kidogo hapa, naweza tukiweka kama hivyo, and maybe hata hii niondoe hapa, nije niingize huu. I think hapa itakuwa imekaa vizuri zaidi. So same tutakucreate kwa ajili ya button ya kudelete, nayo upande wa URL itakuwa ni vile vile ni URL ambayo itakuwa ni book minus delete, ambapo same tunabidi to pass primary key yetu ambayo itakuwa ni book.pk ambayo ni primary key. Maybe na hii tunaweza tukaipa some classes, kwa vile hii ni kudelete, maybe iwe ni red, maybe around 500 ni standard. Text zetu ziwe white ili tuweze kuonekana vizuri. Padding yetu iwe ni 3, pi 1, lakini vile vile iwe ni rounded button. Text ziwe small, atakapo hover mtu background red color yetu isidi kidogo. So maybe tumwambia tu moja kwa moja futa, delete. So kama itakapokuwa hapa, kwa sababu tumeenda kutumia for book in books, kwamba kama kutakuwa kuna vitabu, what if kama itakuwa hakuna, it means lazima tumwambie kwamba hamuna. So at the end lazima tumwambie kama hakuna, it means hapa vitu punguze kidogo maneno hapa before ya ANC ni hii hapa, ikiwa kama zipo, it means same level. So, okay, na hii pia tuifute iwe ni hapa. Kwa maana ya hapa kama itakuwa hakuna straight, tutamwambia kama ni nini, empty. Kama ikiwa hakuna atafanya nini, tutamwambia call span 3. Hapa tunaweza tukampa padding, maybe hakuna vitabu vilivyosajiliwa. Naandika hivyo tu, hakuna vitabu vilivyosajiliwa. Maybe tunaweza tuka span, ama tunaweza tuka style zaidi, pengine text center padding hapo iwe 8, maybe na hii paragraph yetu class tunaweza tukaipa text gray, maybe 500. Think inatosha hiyo. So ikiwa kama hakuna atarenda hiyo hapo, and maybe tunabidi to end for, sababu hatuna la ziada. End for, then tulifungua block
inabidi tuweze ku end block, so itakuwa vile vile tuta end block. So congratulations, tumekamilisha kuweza kutengeneza templates za aina mbalimbali ama kuweza kujifunza vitu vya aina mbalimbali ndani ya Django. So nadhani kitu ambacho kilikuwa kimebakia kwa mujibu wa URL zetu itakuwa hatuja create hii delete, lakini vile vile hatuja create hii maybe details page na hatuja create. Kwa hivyo nitakachokuomba, hii itakuwa ni kazi yako wewe kwenda kuzimalizia hizi page hizi. In case umekutana na any error, usisite kuuliza maswali katika question and answer section kupitia katika somataaluma.com ndani ya course husika. Lakini kama itakuwa umeangalia maybe kupitia channel nyingine tofauti na hapo, maybe kufanya kama vile YouTube, unaweza ukaweka swali lako ndani ya comments ikiwa kama utakutana na swala la aina yote. Hivyo congratulations, sasa hivi tumekamilisha kuweza kutengeneza project yetu hii ama kuweza kucover vitu vya aina mbalimbali ndani ya Django ambapo tulitengeneza library system. Hivyo basi nakushauri uende kuitesti, lakini katika lesson hii tutakwenda kuitesti katika lesson ya mbele yake. Tutakwenda kutesti vitu vyote ambavyo tumevifanya ndani ya Django project yetu hii ya library system.